Msikilizaji na mtazamaji wa TV Nyumbani Mwako, basi kama hapo awali nieleza kwamba leo channel yetu ya TV Nyumbani Mwako ikishirikiana na Soma TV leo tumefunga safari moja kwa moja kuja hapa Msitu Pande kwa ajili ya kuja kuangalia uhalisia wa baadhi ya wanyama wanaopatikana humo ndani. Kama tumeona simba, tumeona chatu na wengine wengi na hapa kulia kwangu ni kiongozi ambaye ataweza kujitambulisha kwa majina, lakini pia atatupa uhalisia wa baadhi ya wanyama tuliowakuta humo ndani, lakini hususan zaidi ya simba. Habari za leo ndugu? Nzuri. Hebu jitambulishe kwa majina, kuongea na watazamaji, lakini pia nahitaji sana kufahamu baadhi ya tabia za simba na wanyama mbalimbali tuliokuta humo ndani. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa David Njau, ni mbobezi mambo ya wanyama pori, lakini pia ni mwongoza talii hapa Pande. Nitumie fursa hii kuwakaribisha, lakini pia tutajifunza mengi kwa wanyama. Kwa wanyama wanaokula nyasi tunasema wao hawana shida na binadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu muda mwingi wanapenda sana kula majani na upatikanaji wa majani ni mwingi, lakini pia tunasema kwa nini hawana shida kwa binadamu? Kwa sababu tunaamini binadamu hawajawazoea. Maisha ya wanyama porini nasema ni maisha ambayo hawachangamani na watu, wanaishi wao kwa wao. Ndio maana wakiona binadamu wanakimbia. Kwa sababu gani wanakimbia? Manake wanaweka ile dhana au hofu ya kujua kwamba huenda wakatuzuru au wakatufanyia kitu ambacho sicho. Sasa lengo la kukimbia manake wanajaribu kuweka umbali na wao, kuweza kujiaminisha kwamba kuna usalama au usalama. Lakini mbele yetu hapa tunaona tuna simba. Ni moja katika tunasema ni paka wa porini. Tuna paka wa nyumbani na paka wa porini. Hawa ni paka wa porini, lakini pia nasema ni moja ya wanyama wakubwa, wa pili kwa ukubwa. Wa kwanza ni taiga, wengi tunamfahamu, lakini wa pili ni simba. Sasa ukubwa kivipi? Ukubwa kwenye nguvu, lakini ukubwa tunasema kwenye uwindaji. Sasa kwa nini kaitwa mfalme wa jangwa? Kitendo cha kuitwa mfalme wa jangwa maana yake ni mnyama ambaye anaangusha mnyama yoyote yule. Iwe tembo, iwe twiga, iwe nani. Na kwa nini wanaangusha? Tunasema wanaangusha kutokana na jitihada zao za kuweka umoja. Wakiamini kwenye umoja wao wanaweza wakashinda, lakini pia wakafaidika. Hivyo. Asante. Na umesema kwamba simba ana uwezo kumwangusha mnyama yote yule. Wakati huo tunajua kwamba twiga ni mkubwa na tembo pia ni mkubwa. Sababu moja wapo ni zipi? Ni nguvu ama ni tekniki kama ulivyozungumza? Asante. Tunasema anaweza kuangusha, sababu ziko 2-3, lakini sababu ya kwanza tunasema ni tekniki. Hawa wanatumia tekniki ya uwindaji. Tekniki ya uwindaji kivipi? Wao wanaamini wana nguvu, lakini mbali na nguvu pia tunasema wanaangalia udhaifu wa mnyama upo wapi. Udhaifu wa mnyama yoyote ule ni shingoni, hususa kwenye mshipa mkubwa wa damu. Kwa hiyo wakiweza kuaffect mshipa mkubwa wa damu, ina maana the more damu inavyozidi kuvuja, wao ndo wanavyozidi kupoteza ile nguvu. Na mwisho siku unakuta anaenda mpaka anaanguka chini. Sasa kama twiga watamfikieje? Manake watatengeneza watu watakaomdisturb miguu, ile miguu ile watakavyomsumbua inakuwa ni ngumu kwa yeye kuweza kudili na mtu wa juu, manake atahangaika na wa chini. Kipindi ambacho atahangaika na chini kutoka kukimbia, mmoja hapo ndo ataweza kuruka kuweza kutafuta usawa wa shingo. Ule usawa wa shingo manake atatarget mshipa mkubwa. Ukimwangalia mdomoni ana meno 4 marefu makubwa. Hayo meno 4 marefu makubwa kazi yake ni kwa ajili ya kutoboa ule mshipa. Akishatoboa ule mshipa manake atafyonza ile damu. Wanyama wanokula nyama, damu ni moja ya maisha yao ya kila siku, kama sisi tunavyokunywa soda, bia na vinywaji vingine. Wao wanapendelea damu. Kwa sababu gani? Ile damu wanavyokunywa manake inaenda kuwasaidia kubusti nasema zile kinga za mwili, lakini pia zinawapa vile virutubisho. Okay. Asante. Na katika uhalisia wanasema kwamba simba ana uwezo wa kula nyama kuanzia kilo 25 na kuendelea. Na katika kwa namna nyingine pia wanasema kwamba huwa simba hana asili sana ya kumla mwanadamu, kwa sababu mwili wa mwanadamu kwanza umejaa mifupa, lakini pia una chumvi. Hebu tufafanue hilo hapo limekaje? Ni ukweli ama ni story za watu? Sawa, asante. Tunasema kwa nini simba hawezi akamla binadamu au akahangaika na binadamu? Kwa sababu binadamu tunakula chakula ambacho chetu tushakionja. Ukionja chakula ukaona ladha yake, manake pale unavutiwa kukipenda kile chakula, lakini kutaka kula mara kwa mara. Sasa wanyama jamii ya simba washazoea kuinda jamii za swala. Lakini binadamu bado hawajajua binadamu ana ladha gani au ni mtamu kiasi gani.
Kwa hiyo na maana ikitokea simba akamvaa binadamu akamuua, manake akishaonja ile ladha na ile harufu ya binadamu, manake atahamisha mapenzi kutoka kwa swala atahamia kwa binadamu. Na ndio maana tunasema ikitokea simba amemuaffect binadamu, lazima atafute auliwe. Kwa sababu gani auliwe? Kwa sababu wale wanavomua wana mtindo wa kurisishana. Ni kama bwana, hebu onja kidogo usikie ladha yake, unaionaje, ni nzuri? Kwa hiyo kitendo cha kurisishana, manake simba na simba wengine watabadilisha behavior, watamfuata yule. Kwa hiyo utakapomuua yule, ina maana utaokoa vile viumbe vingine. Ndio maana tunasema unapoingia kwenye hifadhi hairuhusiwi kumsumbua au kumshika yule mnyama. Manake utakapomshika, atakapohisi kwamba yuko sawa, anaweza akakuataki. Kitendo cha kuataki akaonja ile damu, manake tayari anavutiwa na wewe au anavutiwa na ile mnyama. Asante sana Mr. David. Lakini pia swali jingine linakuja kwa upande hawa wanyama. Simba ana uwezo kuishi miaka mingapi? Simba akiwa kwenye uhifadhi au tunasema captivity, anaweza akaishi mpaka miaka 30 mpaka miaka 35. Lakini akiwa polini anaweza akaishi mpaka miaka 12 hadi miaka 13. So la kujiuliza ni kwa nini akiwa kwenye uhifadhi anaishi miaka mingi na kwa nini polini anaishi miaka michache? Tunajua kuna mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Pindi wakikutana dume kwa madume, ili upate familia lazima upigane, upate majike. Ili uwinde lazima upambane. Kwa unakuta katika yale mapambano au upiganaji, unakuta kuna wengine wanaumizana, wengine wanatoana kabisa uhai. Kwa hiyo kitendo cha kufanya vile, maana yake kina muathiri yeye life span yake au maisha yake kupungua. Lakini hakiwa kwenye uhifadhi kama huu, manake hapo hatopigana. Kwa sababu gani? Atakuwa na uhakika wa chakula, maana atakuwa anakula kwa wakati. Lakini pia ikitokea ameumwa, atatibiwa kwa wakati. Ingawa ni nadra sana kwa mnyama wa porini kutibiwa, kwa sababu tunaamini mnyama wa porini kinga mwili yake anaipata kwenye vile vyakula anavyokula. Kwa maana vile vyakula anavyokula vinaenda kuubusi ile kinga mwili yake. Asante sana. Sawa. Swali jingine ninalopenda kuuliza. Karibu. Kwa upande wa wanyama hawa simba, tuliambiwa kwamba huwa mara nyingi simba mwendani ni simba jike. Hiyo ni kweli? Ya, ni kweli. Tunasema kikawaida hata nyumbani mtu anaenda sokoni, anaenda kununua vitu, anayepika ni nani? Ni mama muda mwingi. Ila kwenye upande wa wanyama mnyama mwindaji ni simba jike. Kwa sababu gani? Simba jike tunasema na tekniki, lakini mbele na zile tekniki tunasema simba jike tunasema ana ule kujali kwamba anajua nimeacha familia, nimeacha na mume wangu. Kweli mume wangu na familia yangu, mimi watoto wangu wale lazima wale wapate msosi wa kunini, wa kula na kushiba. Hivyo yeye atatoka kwenda kuwinda, lakini baba au simba dume yeye atabaki kulinda lile eneo, lakini pia kulinda na wale watoto, ili simba mwingine asije akaingilia akamfukuza au kuua wale watoto. Asante David. Acha nikuulize swali moja. Tumeambiwa kwamba simba wana koo tofauti. Na inavyosadikika kwamba kwa kuwa wana hizo koo, wao wanafahamiana kwa koo. Na huenda mtoto labda simba jike akapata mimba ya simba dume ambaye sio ule ukoo. Kwamba yule mtoto akizaliwa huwa ni athari kubwa sana, huenda akawawa. Hiyo ni kweli? Ya, ni kweli. Tunasema simba muda mwingine tunasema wanalileti kama tabia za binadamu, si ndio? Tunasema simba dume hawezi akalea simba naweza akalea mtoto wa simba mwingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaamini kama baba yao ameweza akampiga akakimbia, manake kile kiumbe kitakachozaliwa pale hakina nguvu, nasema ni kidhaifu. Kwa hiyo sasa anaamini ili apate mbegu au nini yenye nguvu lazima hapambane yeye kama yeye. Kwa hiyo na maana ikitokea amempiga au amepiga ile koo nyingine, itachofuata ni kuua wale watoto ile koo nyingine, wakiamini kwamba wale watoto hawatakuwa jasiri, hawatakuwa na nguvu kuweza kupambana mapambano ya porini. Na ndio maana unakuta hawawezi akalea watoto wengine, wanaamini ule uzao wake ni bora kuliko uzao wa wengine. Okay, shukrani sana Mr. David. Karibu. Basi nikushukuru pia kwa hata haya machache tulijifunza kutokana na aina ya wanyama tulionao, lakini sasa ni simba. Lakini sasa tunakuja swali la mwisho kwamba huyu simba jike, yule ni simba dume. Huyu simba jike kwa hapa alipo tayari ana kama umri wa miaka mingapi? Huyu simba jike kwa hapa alipo ana umri wa miaka 5. Miaka 5. Ana umri wa miaka 5. Kwa hiyo tuseme sasa akiendelea kupata zile huduma za kimsingi, kwa sababu nyewe mnamtunza wenyewe, tuseme kwamba kuna miaka 25 mbeleni. Ya, ana miaka 25 mbeleni. Sawa. Na yule simba dume?
Yule simba dume pale ana miaka 6. Miaka 6. Bado anaendelea kukua. Ndio maana nasema bado yale manyoya hayajachangamana shingoni. Wa kuanzia kwenye miaka 9, 10 unaona manyoya yanaanza kuchanganya. Kwa hapa simba nasema bado ni wadogo, wanaendelea kukua. Tekniki ipi mlioweza kuitumia mpaka mkaweza kuhakikisha wanyama hawa mahali hapa? Kwa wanyama wanaokula nyama muda mwingi tunasema ni hatari. Sasa ili wadhibiti tunatumia kifaa kinachoitwa DAT. Hiyo DAT ni sindano. Nasema ni kama nusu kaputi, na maana unavomlenga ikimchoma kama umekalkulate ndani ya nusu saa, na maana ile nusu saa ikifika yule anaenda anasinzia. Akishasinzia manake mtambeba, mtamweka kwenye keji. Anasinzia sio kwamba ajui, anajua kinachoendelea, lakini anakuwa hana ile nguvu ya kupambana. Ndio maana unaona tunawafunika na vitambaa machoni, manake asione kile kitendo kinachoendelea pale. Huenda kikamuathiri baadaye. Asante. Tokea mlivyowaleta hapa na kwa sababu umewatoa kwenye uhalisia wake na ukamweka sehemu ambayo sio sehemu ya uhalisia wake, kimaanisha kwamba yuko kwenye maya ya watu sasa. Je, ni changamoto zipi mnazokutana nazo labda kwa upande wa kelele, fujo zile, kwa sababu naamini mazingira sio rafiki kwao? Ni changamoto zipi ambazo mnakutana nazo? Changamoto ni nyingi. Changamoto ya kwanza, unavomweka hapa manake anakuwa hayupo huru. Hayupo huru kivipi? Kuna muda au swala wengine wanatoka kwenye kula majani wanakuja mpaka maeneo haya. Kwa unakuta anawaona, ana hamu ya kuwafuata kuwakimbiza, lakini anashindwa. Manake pia nasema anaathirika kisaikolojia. Lakini sababu ya pili pia, wageni wanavokuja ndio maana tunazuia wasipende kuzunguka banda. Manake unapozunguka banda, yeye anakuwa na hofu ya kujua kwamba yeye tayari mshamweza kumshambulia mumuue. Kwa ina maana mnapozunguka banda, yeye anakuwa na hofu na kutaka kunguruma mara kwa mara, akitaka kujitetea, kutaka kutoka. Ndio maana tunaruhusu aweze kukaa upande moja ili kumwachia upande mwingine yeye kuweza kuhisi amani. Ndio maana umeona tuvokaa hapa, yeye kaweza kurudi nyuma, lakini tukimzunguka atakuwa na ile hamaki ya kujua kabisa kwamba nataka kunishambulia au kunimaliza. Ikitokea amepata tatizo ambalo anahitaji kupewa tiba, naam, mnatumia njia gani kuweza kuatibu? Wakati ndani yao kuna mmoja mzima na mmoja labda ni mgonjwa. Je, mnapataje fursa ya kuweza kumtibu sasa? Sasa kwa ikitokea kama hivyo, manake tutatumia zile dati, sindano za usingizi. Manake tutawapiga wote wawili. Yule tulemkusudia manake ndo atakiwa wa kwanza kutolewa, yule mwingine atabakishwa. Ila sasa katika hizo sindano utaseti ule muda. Kama ambaye hajakusudiwa, manake hautompa muda mwingi sana, utampa muda mchache ambao kuweza kusinzia ili kuweza kumhamisha yule mwingine. Yule ambaye mnamkusudia ndo utampa muda mwingi ili utakavomtoa aweze kuendelea na yale matibabu ya kufanya vipimo na mambo mengine. Baada hapo mkishamaliza, na maana mtakavomrudisha ule muda ambao utaustahili, yeye ataweza kuamka na kuendelea na maisha yake. Nashukuru sana Mr. David, nikushukuru sana kwa kuweza kuwa pamoja nasi. Karibu. Lakini pia kwa namna tulivyo na utalii wa hapa ndani ya jiji letu la Dar es Salaam, vipi unaona mwitikio wa wageni mbalimbali? Kwa mwitikio ni mkubwa, wageni wengi wanazidi kuja, lakini wengi wanazidi kuja kujifunza na kujionea. Maana kuna wengine wanaona kwenye TV na kuna wengine wanajifunza mashuleni, lakini wakija hapo wanapata ule uhalisia na kujua mengi kuhusu wanyama na maisha yao pia. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa, watu wanazidi kuja kujionea na kutalii pia. Asante. Swali la mwisho, wakati ikiwa ni mazingira tulivu, labda nyakati za usiku, je, simba dume au simba anaponguruma huwa sauti yake inakwenda umbali wa kiasi gani? Kwa sababu gani? Najua usiku kuna utulivu. Kuna mara sauti yake itaenda umbali mrefu. Lengo la kwenda umbali mrefu manake ni kuwasiliana na wengine, au kama kuna changamoto amepata, ina maana kuwapa wale wengine wajue kinachoendelea. Kama kwa msaada waweze kupata msaada kwa pamoja. Na hapa kwetu kuna wakati wanalia kwa namna hiyo ya kuhitaji msaada? Kwa hapa kuna muda wanalia kwa sababu gani? Kuna muda labda wanalia kutokana labda wamesense, wameona kuna harufu ya wanyama wengine, wanahitaji kutoka kwenye kuinda, au wanalia kwa sababu ya kuamini kwamba wapo simba wengine sehemu nyingine waweza kucommunicate nao kuweza kupata msaada kuweza kutoka pia. Asante sana Mr. David, nikushukuru sana na nikutakia kila lililo jema. Asante sana. Msikilizaji na mtazamaji wa TV Nyumbani Mwako, basi tulikuwa na ndugu yetu kiongozi Mr. David ambaye amesimama kama nafasi ya kuweza kutuelezea mambo mbalimbali, hasa utalii wa ndani kama inavyosikika, na tumeona baadhi ya wanafunzi, lakini sio wanafunzi tu, pamoja na walimu wameweza kuja kustajabu, maana wengi wamekiri kwamba huwa simba wanamuona kwa kutumia vyombo vya habari, labda runinga, lakini leo hii tumeweza kuwaona moja kwa moja kwa kupitia macho. Nikushukuru sana, lakini pia na mtazamaji, endelea kujifunza mengi kwa kupitia hili eneo letu la Mabwepande kama utalii wa ndani. Steven Valentini kutoka media ya TV Nyumbani Mwako, lakini bila kusahau Soma TV.
Twendeni. Tunaenda kwenye tiki.